Kwa kaniambia Ruto si mtoto wa Marekani. Kwa hiyo ni lazima atasema hivyo. Kwanza Mtei, sasa nitazungumza kitaalamu kidogo. Unajua unapokuwa kipindi cha Biden. Biden aliipa Kenya kama ni mwanachama wa ambaye sio rasmi wa umoja wa kujamii nchi za magharibi ambao ni NATO. Nakumbuka ndio. Lakini Kenya ni sehemu ya kimbinu sana kwa nchi za magharibi. Lazima ufahamu ni sehemu ya kimkakati sana kwa nchi za magharibi. Yaani zile mambo mengi yanapangwa pale katika kuathiri hata Afrika ya kisiasa. Sasa hii kauli yake hii ambayo ukitazama sasa, ichukue kauli alafu rudi katika uchaguzi. Nataka tuchukue kauli alafu turudi katika uchaguzi kwa mfano wa Odinga. Uchaguzi wa Odinga ambao alikuwa anagombania commission ya Umoja wa Afrika. Moja ya kitu ambacho kilimsababisha ambao ni kufeli kwa diplomasia ya Kenya ni mtazamo wa Mheshimiwa Rais katika kutambua kwa mfano taifa la Israel. Walipokuwa wanaenda kwa uchaguzi wa kumchagua commission ya Umoja wa Afrika, kuna baadhi ya dunia na mataifa mengi ya Afrika wanaamini katika two state solution. Sasa yeye aliweka wazi kabisa kwamba anaisupport taifa la Israel na kuweza kama kunyima fursa kwa Wapalestina. Kwa hiyo mataifa kwa mfano Somalia, Sudan, si mataifa kwa mfano ya Egypt, mataifa mengi katika Amerika ya Afrika Kaskazini wakaona kwamba huyu hatuwezi kumpa kula. Umeelewa? Hilo la kwanza. Lakini ukitazama diplomasia vile vile ya Kenya, tazama katika issue ya ukanda maziwa makuu, namna alivyochanga karata zake dhidi ya mzozo wa Rwanda wa Kongo M23. Kwa hiyo vile vile watu wengi walipiga kura kutokumpa Odinga kwa sababu diplomasia nini ya Kenya. Sasa hii kauli vile vile inakuja analaani Irani kuweza kuipiga kambi za Marekani. Wakati huo ukitazama Irani ndio wameanza kushambuliwa dhidi kiongozi wao fanyaje kuweza kuuliwa. Kwa sababu kwani Irani wao walianza kuwashambulia wa Marekani. Irani wameanza kuzunguka. Irani wameanza kuzungukwa takriban miezi miwili. Trump atuambia kwamba na wapa siku 10 tutaivamia, najua Ayatollah alipo. Lakini tukashuhudia juzi ni kweli wakapiga makazi ya Ayatollah, viongozi wao wengi muhimu wamefanyaje wamefariki. Sasa tujiulize swali lingine. Je, kwa nini tunaishi kwenye dunia ambayo yani anaofanya kosa anapewa jina baya? Hivi unaelewa? Yani anayefanya kosa, yani mchungu amempiga Mtei, afu anakuja wakina Lopokela wakina Kisa, yani baada ya kumtetea Mtei, kumuuliza kwa nini mchungu amempiga Mtei, unaanza kumuona Mtei kama ni mbaya. Labda yeye amekaa kwenye sababu za kwa nini Marekani na Israeli walianza kwa Irani, sababu za baba amekaa kwenye hizo. Kaka, tunajua sasa tukichambua ili swala la Israeli na Iran na Marekani, tukichambua kabisa katika fact ni kwamba kila taifa hapa duniani lina haki ya kujilinda, tunakubaliana. Kila taifa lina haki ya kujilinda. Na kwa dunia jinsi ilivyo vurugu, imethibitika kwamba ili uweze kujilinda unahitaji kuwa na nguvu za nyuklia. Imethibitika. Kwa sababu kama usipokuwa na nguvu za nyuklia, sio atakupiga. Na wengi wamepigwa kina Saddam, wamepigwa wakina Gaddafi, walipigwa wakina Lumumba. Kwa hiyo watu wengi ambao amechukuliwa Maduro kama kuku, Maduro, rais wa nchi, kumbuka, ameshinda uchaguzi. Sawa? Sasa unajiuliza kwamba haya matukio kwa mfano yote ya kuvunja sheria za kimataifa, kwa nini haya matukio hatuwezi kuyajadili katika hali ya fact zaidi? Ni kweli kabisa kwamba anachofanya Iran amekuwa akihatarisha usalama wa kikanda. Kwa sababu mpaka sasa hivi amekuwa akipiga mashirika kati yote, anaipiga Qatar, UAE, Saudia, Jordan, Israel kwenyewe, Bahrain, Kuwait amekuwa akipiga, mpaka Iraq. Kwa mahali popote ambapo kuna kambi za Marekani amekuwa akizipiga. Na hapa leo tunaona taarifa kwamba Trump anasema kwamba hii vita tunaweza tukaamua tukapigana hata kwa kipindi kirefu. Katibu wa Baraza la Usalama Al-Larijani ambaye alipewa mamlaka makubwa kabla ya kifo cha Ayatollah, naye anasema kwamba tumejiandaa kupigana kwa kipindi kirefu. Kauli ya Ruto ina maana gani? Kauli
au natupeleka wapi? Sitaki kujadili kauli ya Mheshimiwa Rais katika mtazamo huo wa kuikosoa, lakini najaribu kutengeneza tunasema yani scenario bidi, yani kile ambacho alichokizungumza na hali ya sasa hivi. Kwa sababu ni kweli dunia imegawanyika. Ukiangalia mtandaoni kuna watu kama wana support Israeli, kwa watu wana support Iran. Kwa wewe upo upande upi? Lakini tukitazama kabisa, je, kinachopiganiwa pale Iran ni kweli huu tulivu wa eneo la Guba? Nani ambaye ni chanzo? Tunafahamu kwa Marekani kuna power politics na maslahi Mashariki ya Kati, kwa sababu ili Marekani aweze kuendelea kuexist lazima awe na ushawishi Mashariki ya Kati, na lazima awe na taifa ambayo itaangalia maslahi ya Mashariki ya Kati. Tumesema jana hapa kuna kambi zaidi ya 750. Nchi zote ambazo nimezitaja hizo, na hizo nchi zote ambazo Iran amekuwa akizipiga ni nchi ambazo zimetumika. Hebu angalia, zimetumika maanga zao kuweza kushambulia nchi ya Iran. Hivyo nafikiri Mtei, kwani Marekani anavyoshambulia kule Iran, anaishambulia kutokea Washington. Anashambulia Irani kwa kutumia kambi za Marekani ambazo zipo wapi? Mashariki ya Kati. Sasa hawa Irani wafanyeje? Tunashambuliwa kutokea Saudia, kambi kubwa ya kijeshi. Tunashambuliwa kutokea Jordan, kambi kubwa ya kijeshi. Tunashambuliwa kutokea Qatar, kambi kubwa ya kijeshi zaidi ya jeshi 10,000. Sasa hawa wakianza kuretaliate watakuwa wakapigia wapi? Jana nimeona Al-Jana anasema hivi, sisi hatushambulii raia wa marafiki zetu wa Guba, ila tunashambulia kambi za Kimarekani ambazo zimetumika dhidi yetu, dhidi yao. Haya bana, hayo ni unaweza na wewe kutuandikia maoni kupitia 0683802966. Tukiangazia mzozo wenyewe sasa ambao unaendelea na dunia ndio inaangazia huko. Nimeona kauli ya rais wa Marekani Donald Trump ikiwaambia wa Marekani kwamba wanapaswa kuwa tayari kukubali baadhi ya wanajeshi wa Marekani watakufa wakati wa mashambulio ya kijeshi yanayoendelea. Kabisa, kuna taarifa ambazo of course zinaweza kuwa rasmi au sio rasmi. Na hii tuweke wazi, kwenye vita au kwenye mapigano kama haya, taarifa za vifo huwa wakati mwingi sana taarifa za kutengenezwa. Kabisa. Lazima anayepiga mtu anapiga afu anawahi kusema nimeua 50 kule, lakini ni kila mtu anatengeneza ili kutengeneza ile attention. Kwa hiyo umetoa hoja nzuri sana. Taarifa za vifo kwenye vita huwa haziaminiki sana. Na nyingi huwa lazima ufahamu zinapunguzwa. Wengi zinapunguzwa. Wamekufa watu 3,000, wamekufa watu 200. Kwa nyingi zinapunguzwa. Kwa sababu kuna vita Mtei, propaganda nao ni silaha. Kweli. Yaani propaganda ni silaha, mawasiliano. Nani ambaye anadhibiti mawasiliano? Sasa Trump anasema kwamba Wamarekani wajiandae kwamba hata wenyewe watakufa. Na mwenyewe anasema kwamba hawakutarajia kwamba vile inaweza kuwa ngumu zaidi. Tazama. Na kwa upande wa Irani wao ni kama vile hawapo tayari kuweza kusalenda, kwa sababu wameambiwa Irani kwamba salama yao ni kuweka silaha chini. Amesema Trump. Waweke silaha chini. Kama wasipeka silaha chini, basi kifo kipo karibu yao. Anasema kipo mlangoni kwao. Lakini Iran wanasema kwamba ukitazama katika mazishi ya kumzika Ayatollah, takriban watu milioni 15 ambao wamejitokeza kumlaki wanataka kisasi. Kwa hiyo jeshi la kulinda mapinduzi IRGC, vikosi vya ujasusi vya usalama na jeshi la Iran wamekuwa kama wakifanya harakati za kuweza kuridhisha umma wao na kuweza kulinda au kuweza kupiga yale maslahi yote Mashariki ya Kati. Sasa Mtei, ipo hivi. Hii vita ina maana gani sasa kuna nyuma hapa zia? Kwanza tujiulize. Kwa sababu tumeshuhudia Maduro leo hii yupo mamlakani. Wamempa kesi ya madawa ya kulevya. Na Venezuela ndio taifa la kwanza ambalo lina hifadhi kubwa ya mafuta. Takriban bilioni 300 zipo chini ya mafuta hazijachimbwa. Lakini ukitazama Iran nayo ni mojawapo ya mataifa 10 katika umoja wa OPEC ambayo ina hifadhi kubwa ya mafuta, hifadhi kubwa ya gesi. Kwa hiyo hapa kinachotafutwa ni nani anaenda kumiliki mafuta. Maana ni kwamba wameshadhibiti Venezuela, sawa? Wakishadhibiti na Iran, washadhibiti na Iraq. Utazama, maana ni kwamba wanaenda kuwa na uhakika wa 30% ya mafuta yote duniani. Yani hizi nchi zote zikiwa katika utawala wao ambao wanaamini, ambao wataweza kucontrol,
wanaenda kudhibiti zaidi ya 30% ya mafuta yote duniani. Kwa hiyo nyuma ya hii vita kuna maslahi ya kiuchumi. Na ndio maana kuna power politics, kuna siasa za kijiografia, wengi wafahamu. Kuna geopolitics, ni vitu vitatu. Ni usalama, ustawi na uchumi. Hakuna demokrasia. Yaani ni usalama, uchumi na ustawi. Okay, tunapigana tupate nini? Tunailinda Israeli ili mwisho siku Israeli iweze kudhibiti Mashariki ya Kati. Tunaenda Guba na uzuri ni kwamba unajua wenzetu wanatuambia wazi. Marco Rubio anasema hivi, Irani anatishia maslahi yetu. Maslahi ya maslahi gani? Maslahi ya kiuchumi. Maana ni kwamba ni watu ambao hawapo tayari kupiga magoti. Yaani hawapo tayari kukubaliana na maslahi ya nchi za magharibi. Tazama. Na kwa kweli hii vita kama ikiendelea itakuwa ni kubwa, kwa sababu hapa Marekani ameanzisha mashambulizi dhidi ya Israeli. Kumbuka Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza, naye amezungumza. Kuna mpango vile vile Uingereza nao kuingia. Akiingia Uingereza maana ni Ufaransa. Maana Ulaya inaingia yote. The same scenario ambayo ilitokea Iraq wakati Tony Blair ambaye alipeleka majeshi na kina Bush. Vikosi vikubwa vikaenda kumtoa Saddam Hussein. Kwa hiyo na lazima tufahamu kwamba huo umoja wa Ulaya na Marekani linapokuja swala la Israeli ni common interest. Yaani maslahi yao ambayo yana compromise. Sisi lazima tuweze kuilinda Israeli. Kwa sababu tulianzisha sisi Balfour Declaration mwaka 1917, ati two state solution 47 na kuanzisha taifa la Israeli mwaka 1948. Wao ndio walianzisha wao. Na wamelianzisha kwa lengo la kusupervise maslahi yao ya kiuchumi. Kwa sasa hapa Trump ukitazama inatafutwa hoja ya mafuta. Wakishakuwa na umiliki wa 30%, Saudia hata uko mbele safari ya Kigoma kuuza mafuta, wanauhakika Venezuela, wanauhakika na Iran. Lakini ipo dhana ambayo inaitwa Pax Americana. Ni mkakati ambao wanaamini, unajua Wamarekani wanaamini kwamba mafuta yote, dhahabu, almasi, uranium ni haki yao popote pale yalipo. Inaitwa Pax Americana. Yaani naamini kwamba wao ndio wamepewa ruhusa. Ndio maana Trump katika moja hapo ya zile sifa zake 5, tunasema populist, nationalist, conservative. Tazama, moja inaitwa manifest destiny. Yaani ni watu ambao wanaamini katika kutanua mipaka kwenda kudhibiti rasilimali. Ndio maana naamini kwamba sisi lazima tuende Venezuela, tuka protect Western Hemisphere. Lazima tuende kwa mfano wapi? Tuende Greenland, tukaidhibiti Greenland kwa sababu maslahi ya kiusalama. Lazima tuende Israeli tukailinde, na tuende Iran kuhakikisha kwamba tunaenda kudhibiti maslahi yetu ya kiuchumi. Kwa hiyo nashangaa watu wanavyozungumza hoja za demokrasia. Demokrasia ipi? Wapi ambapo watu wameenda kulinda demokrasia? Taja nchi moja. Okay, tuliambiwa Libya wanaenda demokrasia. Demokrasia leo ipo? Nikuulize wewe, kipindi watu ambapo wanaishi kule Libya ambapo kulikuwa hakuna demokrasia, na Libya sasa hivi ambapo ina demokrasia, lipi kwa taifa zuri? Kipindi ambapo Saddam ambao anasema kwamba huyu alikuwa ni dikteta. Okay, Saddam dikteta na Iraq ya leo, ipi taifa zuri? Kwa sababu vile vile moja inasema vile vile Iran huko mbele ya safari inaweza ikaanguka kama Iraq, kama Afghanistan. Yaani unakuwa taifa ambalo limekuwa inaitwa ni failed state. Watu wanakuwa wapo scattered. Umeelewa? Unakuwa unatengeneza vikundi. Unatengeneza chaos. Lakini vile vile ukitazama mtei, sawa? Netanyahu alisema kwamba huu mwaka sio kufanya uchaguzi. Anatakiwa kufanya uchaguzi mwaka huu Netanyahu. Na chama chake Likud akasema huu mwaka sio kufanya nini? Uchaguzi. Kwa hiyo kisiasa Netanyahu anatamani vita iweze kuwa ndefu zaidi. Maana vita ikishakuwa ndefu hamna uchaguzi. Kwa hivyo Netanyahu ni mtu ambaye anatumia vita kubaki nini? Madarakani. Kwa sasa mambo haya kwa kweli ni mambo ambayo hakuna watu wanaenda kufa kune vita wa kulinda haki za binadamu. Hakuna. Watu wanaenda kulinda uchumi, maslahi ya kimkakati, kulinda ushawishi, hegemonic power, kulinda rasilimali. Kwa sababu hivyo ndio vitu ambavyo vinadetermine taifa gani ni kubwa au taifa gani ambalo sio kubwa. Bwana, na wewe pia unaweza kutuandikia, kwa sababu hii ni issue ambayo inaendelea kwa muda mrefu na tumekuwa tukizungumza na tutaendelea kuizungumza kila uchwao. Wewe pia maoni yako ni muhimu, unaweza kutuandikia pale YouTube. Kuna mtu mmoja aliandika ni kama swali, anasema inakuaje mwenyekiti wa bodi ya amani anaanzisha vita?
Una ni mjadala mwingine kabisa. Vile bodi bado ipo. Naenda mwenyekiti Trump. Naenda mwenyekiti Trump, chairman of board of peace. Yeye ukimuuliza atakwambia hii ni moja kati ya njia za kulinda amani. Yes, umesema vizuri. Na hata jana amesema hivyo. Hii ni moja kati ya njia za kulinda amani. Unasema ukitaka kupata amani anzisha vita. Kwa sababu wao wanatem kama wanapambana na mataifa yanayofadhili ugaidi. Wao wanavyoitemu hivyo. Kwa hiyo atakwambia tunalinda amani, kuna watu wanataka. Lakini hiyo hoja mtei ya ugaidi ni kama matarajio hayaku. Hiyo kwanza mtei hoja ya ugaidi alituambia nani Bill Clinton. No, nafikiri ni Hillary Clinton, yes. Ule mwana mama ambaye aligombania urais na Trump. Akasema kwamba wao, hiyo clip ipo, watu waweza kutafuta. Wao ndio walikuwa wanaidhamini ISIS. Trump katika moja ya kampeni zake anasema kwamba ISIS imekuwa sponsor na Hillary Clinton. Anasema Trump, so mimi mchungu, ni Trump anasema. Sasa hii dhana ya ugaidi, nani ambaye anatengeneza ugaidi? Na dhana ya ugaidi ni ipi yani? Yaani kwa mfano leo hii mtu ambaye anavuka mipaka kuipiga Lebanoni, kuipiga Syria, kuchukua milima ya Golani, sawa? Kuziambia nchi nyingine zisio na majeshi makubwa kuliko. Yani ugaidi ni nani? Na hii ya ugaidi ni kwa sababu ni watu ambao unajua mtei, unajua hii dunia ilivyotengenezwa, hao watu wanadhibiti paka tunafofikiri. Kweli. Bwana, muda wetu sio rafiki sana, lakini na wewe tutakuja tuendelee kuzungumza baadaye pale saa 1:20 hivi, tutakuwa tukiendelea kuyachambua haya na kuangazia dunia sasa mwelekeo wake kutokana na haya ambayo yanaendelea. Endelea kutufuatilia kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Instagram, Facebook na X, lakini tupo live kabisa kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Mimi naitwa Exaudi Mtego, Godfrey Mchungu yuko hapa, tunarudi kwa ajili ya wino mzito.